Kitabu ni Zaburi 51 chapter 1 to 2. Zaburi 151 kuanzia penyewe. Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Na Bwana Yesu abariki maandiko. Amen. Nashukuru neno la Mungu jinsi ninavyosema, Bwana unirehemu, unioshe makosa yangu yote. Bwana Yesu apewe sifa. Natumaini kwamba watumishi wa Mungu wamefundisha. Najua kuna kile ambacho tumesikia. Na leo tumekuja kuoshwa. Kuna watu tumekuwa ndani ya changamoto. Wengine tumekuwa katika mizigo mizito. Ardhi ambazo huwa tunazikanyanga ambayo tumezaliwa ndani. Mara nyingi wengi tunakufa ni kwa sababu ya mchanga ile ambayo tumezaliwa ndani. Kumbuka hii mchanga umezaliwa ndani. Kumbuka katika hii mchanga ndio utakayezikwa ndani. Kumbuka katika hii mchanga wewe ndio ulioumbwa. Kwa hivyo katika hali ya kuoshwa, Bwana anaenda kutuosha na kutuondolea mazito yote tulio nayo ndani ya maisha yetu, katika vifungo ya watoto wetu, katika maisha mazito. Katika muda tumekuwa mahali hapa ni kwa ajili ya maombi ya mfungo. Mungu aliweza kuzungumza mambo mengi, na nikajua ya kwamba watu mahali hapa siku ya leo Mungu anaenda kutenda jambo iliyo njema, maana watu wanaenda kufunguliwa kupitia mkono wa Mungu na ushuhuda wa Bwana unaenda kuonekana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilikisha onyesha mapema kwa dada wetu wawili Bwana ambao tumewaombea asubuhi hapa, kwa kuwa ya kwamba wanasafiri wakienda kule nchi za nje, na ni kwa sababu ya Mungu. Tunamshukuru Mungu, ni kwa sababu ya mapenzi yake kwa dada wetu Faith na dada wetu Nancy. Maana Mungu anazidi kupenya unapomtumikia Mungu, unapomtumainia Mungu. Tumewaona hao wadada wakingangana katika maombi, walikuwa wanakuja wanalia wakihitaji kurudi tena kule. Mambo yalikuwa ni magumu kiasi, lakini tukawaambia kwamba katika imani yote inawezekana. Kwa hivyo mtu wa Mungu, katika wewe kujiachilia na kusiku ya leo kuoshwa, yani kutawazwa miguu zako, kuna jambo Bwana atalitenda, jambo jipya ndani ya maisha yako. Sema amen. Ni wewe uambie Mungu, unirehemu na dhambi zangu zote. Mungu uniondolee mzigo nilizokuwa nazo. Na ndiposa mhubiri ameweza kuhubiri. Tunapoondoka ndani ya mateso, tunapoondoka ndani ya mizigo mizito, tunapomwambia Bwana aturehemu, kuna mambo Bwana atatufungua, kuna mambo Bwana atatuinua, kuna mambo Bwana atatupeleka, kuna mambo mahali ambapo Jehova anaenda kutubariki kwa watoto wetu na hata na maisha yetu yaliyo magumu. Sema amen. Maisha tulio nayo ni gumu. Maisha ambayo ni ya mateso, ni maisha ambayo ni ya vilio. Kuna watu kanyaga nyumbani, wanapotoka nyumbani wakifika Nairobi, unapata kazi imeisha, unapata katika udongo wa nyumbani, watu kuelewana imekuwa ni shida, na wamezaliwa katika kizazi kimoja. Ni kwa sababu ya shamba, ni kwa sababu ya udongo. Na ndio maana tuko mahali hapa wapendwa, wewe ambao unaenda nyumbani, ukirudi Nairobi, hata pesa kwa mikono hakuna, watoto wanafukuzwa shuleni, hata nyumba inafungwa, ni kwa sababu ya kukosa school fees. Na ninakwambia siku ya leo Mungu amekuja mahali hapa ni kwa sababu yako. Ni wewe kujiachilia na kumwambia Bwana akurehemu ndani ya maisha yako, ili ninapoenda kushika miguu zako upate kutakasika na kufunguliwa. Na kuna mkono wa Bwana mahali hapa ambapo watu wanaenda kuinuliwa kupitia mkono wa Mungu. Maana Mungu amesema ya kwamba huu mwaka utakuwa ya kwamba kama miaka ya mahali hapa nyuma. Kuna mambo Bwana amelitenda jambo jipya katika maisha yetu na katika maisha ya madhabahu haya. Sema amen. Maana ya madhabahu miaka zilizokuwa zimepita, haya madhabahu yalikuwa yanatapika baraka. Haya madhabahu yalikuwa yananena baraka. Ilikuwa ni kufunguliwa, ni kwa usawa wanafunguliwa. Ilikuwa ni kazi watu wanapokea. Ilikuwa ni nini watu wanapokea. Ikafika kipindi ambapo ilifika
muda ambayo Yesu amenyamaza, ni kwa ajili ya muda fulani. Mungu alitaka kunyamaza, haoni ya kwamba watu wangu watanirudia, watasimama katika neno la Mungu. Maana kuna mambo mengine hufanyika ni kwa sababu ya malango ya Mungu. Ninapangalia mwaka uliokuwa mwaka wa 2020, nilipowacha kukanyaga na kuomba, ni kwa ajili ya madhabahu haya. Nilipokuwa nimekaa mahali pale nikiwa ninaumia, ni kwa ajili ya uchungu ya mwili wangu. Na ni wakati huo nilikata, nikasema ya kwamba mimi sasa sitaweza kukaa ndani ya baridi tena, ya kwamba nikifunga nikiomba, uache mkono wa Bwana uwe juu yenu. Hakika kama Mungu amewainua, hakika kama Mungu amewashika mkono, ninajua mtazidi kushikilia ile mikono ya kwamba isianguke. Lakini watu waliachilia mikono, naye Mungu akasema nitanyamaza, nitaona ya kwamba kama nitazungumza. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba nikisha nena hizi nimekuwa mahali hapa, Bwana amezungumza maneno, nikatoka mahali hapa na ujumbe ya kwamba watu wanafunguliwa. Tunaponyenyekea mikononi mwa Mungu, tunapotubu kwa kukiri, Bwana atatufungua, Bwana atatuosha, Bwana atatutakasa, Bwana atatuinua, tutafunguliwa kwa uzao wetu. Bwana atatenda kazi kwa imani zetu, Bwana anatuendelesha mbele, hata ndani ya huduma zetu Mungu atazipanua. Haleluya! Jambo ni kumrudia Mungu, maana neno la Bwana linasema, Mungu, kama watu wangu watanyenyekea na kutubu, nami nitawasamea. Sema amen. Maana Mungu alinipa kitabu kizito sana, ambacho kikuwa kitabu cha kawaida. Mungu alinipa kitabu, maandiko mazito sana. Maana nilipokuwa mfungoni, Mungu alinipa maandiko, kitabu cha Ayubu 42 kuanzia penyewe. Ilikuwa ni kitabu kizito katika maisha yangu mimi, ikawa ni kitabu kizito katika huduma huu, ikawa ni kitabu kizito ndani ya maisha wewe ulionayo mahali hapa. Najua katika kumrejelea Mungu kuna mambo Bwana atayafanya, mambo mapya na urejesho katika maisha yetu. Licha tutatembea kwa njia ambayo Mungu alituandalia hapo mwanzo. Tulianza vyema sana. Tulianza na moyo mkunjufu, tulianza na imani moja. Wengi tukamgeuka Mungu, tukawacha neno la Mungu. Ninaposema njooni tufunge, hakuna mwenye atakaye kuja tukufunga. Ninaposema kama branchi tukutane, ni kwa ajili ya maombi ya ushirikiano, hakuna mtu atakaye kuja. Kila mtu ataenda katika njia yake. Anasema si bwana mimi nimefunga, si mimi niko tuko branchi yangu, lakini si mimi nimefunga. Haya ndio mambo Mungu amenena. Mungu anayaonya mambo hayo. Mtakapoyasikia na kunyenyekea, mtakaposikiliza sauti ya nabii jinsi anavyozungumza ndani ya maisha yenu, basi Mungu atawatendea, Mungu atawainua tena. Maana Mungu aliteua tu nabii mmoja ambaye Mungu aliniita mimi mahali hapa, na ninyi wenyewe mkakubali, mkasema askofu tunakupeana uache kufanya kazi ya Mungu, na mkakubali nikabeba fimbo. Basi nanyi mkubali mwe nyuma yangu, na mkubali tuandamane na nyinyi popote mtakapoingia, tutembee nanyi, ili mkono wa Bwana ukajidhihirishe, ili uwepo wa Bwana ukashuke, ili mkono wa Bwana ukatendeke, ili mkono wa Bwana ikatubariki kupitia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi na wewe tu tutabarikiwa, licha tutatenda yale ambayo Mungu anayataka kuyatenda katika maisha yetu. Ifungue katika kitabu cha barua ya Yohana 1:33 peke yake. Barua ya Yohana 33 mstari mdogo tu. Yohana 1:33. Waraka baba. Barua ya Yohana Mtakatifu. Nani mwingine amepata? Tasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu 1:33. Neno la Mungu linasema, wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo mtakatifu. Bwana amani abariki. Amen. Yule nitakayemuona
ya leo kwa kugeuka kwa Roho wa Mungu kushuka ndani yake, basi Mungu atakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Atakayewacha yale yote aliyokuwa ameyabeba kwa muda yote na kurudi katika neno la njia ambaye ni ya Yesu Kristo, basi tutamuona katika matunda yake, katika Roho wa Mungu akinena kwake, basi Mungu atakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tuliona ya kwamba wakati ambapo mara nyingi watu ambao ni Wakatoliki wanapotaka ya kwamba kumtafuta mtumishi wa Mungu ama kumchagua yule ambaye ni wa Mungu, ni jambo gani huwa wanalikusudia? Huwa wanawasha moto, huwa wanatoa dhabihu, huwa wanafanya kila kazi pale kuona kwamba ule moto umepenya. Watasimamisha zaidi ya watu 20 ama hata zaidi ya watu 100. Yule ambaye hakika ya kwake imeweza kuwaka, basi huyo ndio Roho wa Mungu ameweka dhairi ya kwamba huyu ndiye atakayesimama na kuwaongoza watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuona wa kusimama ili ya kwamba Mungu akazungumze naye jinsi alivyokuwa anazungumza na Joshua, akazungumza na kina Ayubu, akazungumza na kina Musa, akazungumza na kina Aruni, akazungumza na watu waliokamilika. Basi Mungu atawachilia moto juu yake, na Mungu atawachilia neema ya kipekee, na kazi ya Bwana itafanyika kupitia Roho wa Mungu, kwa kuvunjika na kumrudia Bwana, kwa kutembea katika neno la Mungu. Bwana ataliingia kwa uwazi. Baba atatenda, mpendwa, hata wewe unayesema kwamba mambo ni magumu, hayatakuwa magumu jinsi yalivyo, maana Yesu amekisha fungulia anga ya kwamba watu kutakasika katika mikononi mwa Mungu, katika neno la Mungu. Kuna watu mali hapa, hata makanisani mwenyu kuna ushuhuda Jehova ameutengeleza siku ya leo. Mungu ametengeleza ushuhuda ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Hata kule branch Bwana anaenda kutenda, hata mali hapa Jehova anaenda kutenda. Kwa wale waliosimama katika machoni pa Bwana, Mungu anatuachilia waziwazi. Kuna baraka juu ya maisha yenu, kuna ufunguo ambaye Bwana amewachilia, na Baba anaenda kuinua, na Mungu atawabariki kupitia jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Basi na taa itawaka juu yake. Licha ni branch, Bwana atawachilia hiyo taa. Licha ni wapi popote kwa watoto wako, Bwana atawachilia ile taa. Hata wacha ile taa ikazima. It is only your time to do your best, kile ambacho Mungu anataka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi namshukuru Mungu. Natumaini sitenda sana, ni kwa sababu ya kwamba huyu Mungu amekuwa Mungu mwaminifu. Waliyeingia nyuma, nilianza kusema ya kwamba katika mwezi wa 6 huwa ni mwezi ambaye nakumbuka vitu vingi ndani ya maisha yangu ya wokovu, ama katika maisha ambaye ni ya huduma. Nakumbuka nikianza mahali hapa huduma, ilikuwa ni mwezi wa 6, 2006, nyakati za baridi mahali hapa. Kwa hivyo ilikuwa ni kipindi kigumu, na wakati huo nilikuwa nimesimama katika huduma ambayo ilikuwa ni mchungaji askofu fulani, na ikafika kipindi ambacho Mungu akanitoa. Niliingia kwa hiyo kanisa 1998. Nikiisha hata nikimpokea mtoto wangu wa mwisho, nilikuwa nimeingia katika huduma huo. Maana yeye akipatikana 1999 na nilikuwa nimeingia 1998 ikiisha. Na nilikuja kutoka kwa huduma 2014. Bwana Yesu asifiwe. 2014 ilikuwa mwezi wa 7. Hallelujah. Sijakosea. Ilikuwa mwezi wa 7. Na ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 14. Bwana Yesu asifiwe. Basi namshukuru sana Mungu, maana niliomba sana nikihitaji kibali kama kanisa kusimama. Na katika hali ya kusimama kama kanisa ilikuwa ni ngumu unapomwendea mtu kuomba leseni.
ilikuwa ni shida sana, haikuwa kazi rahisi. Ulikuwa unapata mtu anakuambia licha ya kupea leseni, lakini umake sure kwamba tithe yako inaingia katika kanisa langu, na nisipotuma tithe, yeye ndiye atanikumbusha uko wapi sijaona tithe yako, sijaona hii na hii na hii, ili nifanye kwamba juhudi chini kwamba mimi nitoe tithe. Na kuna wakati nilichelewa, hata licha alikuwa ananipigia simu na nikawa ninaomba Mungu sana. Na nyakati hizo pale Sheria House milango zilikuwa zimefungwa za kurejesha, za kuweza kurejesta makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Maana makanisa yamekuwa na mambo mengi, sarakasi nyingi ni kanisani, vitu vingi ni kanisani. Wacha tulimwacha Mungu tukaingia katika njia ambayo ikumpendeza Mungu, ikawa ni njia iliyo nzito. Nashukuru kuna dada wetu mmoja ambaye ni mshirika wa mali hapa, anafanya kazi mahali pale Sheria House. Alikuwa anajaribu kutoka hiyo miaka yote, alijaribu sana, lakini Mungu akawa mwaminifu, akawa amesikia maombi yetu. Kwa hivyo naposema katika mwezi wa 6, mimi najivunia mwezi wa 6 kwa sababu mwezi wa 6 ndio nilianza huduma hapa. Katika mwezi wa 6 ndio niliwekewa wakfu kama mtumishi wa Mungu askofu. Katika mwezi wa 6 kuna mambo mengi ambayo ninapokumbuka. Kwa mwezi wa 6 Mungu amefanya mambo mengi. Kwa mwezi wa 6 bado, wapendwa, ndio niliweza kupata cheti cha kanisa yetu. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu, na tukasema ya kwamba siku ya leo tunailodi certificate yetu, ili kwa kuonyesha kila mmoja ya kwamba mwana wa Mungu aliye juu mbinguni hakutuacha. Mambo mengi yalisemwa, hiyo kanisa inawadanganya. Hakuna mahali popote wanapoenda, hakuna chochote ambacho watakachofanya. Hawa watu wako tu kuwadanganya, hawa watu wako tu kuwanyanyasa. Lakini Mungu aliyekuwa mwaminifu, Mungu ametupatia cheti chetu ambaye ni ya kanisa, ambaye ni anointed, alijaandikwa jina lingine. Tuko mahali hapa kama secretaries, tuko mahali hapa tumeisimamia kama kanisa letu la anointed. Ninajua kwamba kila mtu anaiona, tuna furaha ya ajabu. Watumishi wa Mungu mlio mahali hapa sasa ni kufanya kazi kwa bidii pasipokuwa na uoga wowote. Maana nyakati zile tulikuwa na uoga ya kwamba haijulikani ni lini, lakini Mungu amekuwa mwema. Tulipata Yesu yetu certificate, sasa tuko huru. Maandiko inasema nini? Katika kuvumilia kuna kitu ambacho Bwana atakupa. Unapokuwa mpendo wa kuvumilia, hata katika maombi yako unapoomba ni kwa ajili ya kuvumilia, Mungu atajibu maombi yako. Hata licha itachukua muda wa namna gani, Mungu atajibu maombi yako. Chochote unachotaka kwa maisha yako, Mungu atajibu maombi yako. Hata licha itachukua muda, lakini Baba atajibu maombi yako. Wale watu wangu ambao wameitwa katika jina langu, wakikubali kunyenyekesha na kuomba msamaha kwa Mungu, nitawasamea na nitawafungulia na nitawapa chochote kile ambacho watakacho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kusimama katika neno la Mungu, hakuna kisichowezekana. Sema amen. Hakuna kile kisichowezekana, my brother, my sister. Lolote kwa Mungu inawezekana. Iwe ujikubali, utembee katika neno la msalaba, Mungu atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda, Mungu anafungua milango. Saa hizi inawezekana. Sema amen. Saa hii inawezekana. Imebaki tu sasa Mungu alete pesa, niende nilete kitabu kile kikubwa sasa ya kuunganisha harusi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni muda ambapo Mungu amekubali ili niunganishe harusi. Maana nyakati zile zilikuwa ni ngumu. Maana ulikuwa unapata watu utapata kwamba wameharibu. Huyo mama hana cheti, hawezi kukusaidia. Kuja nitakutafutia mahali. Lakini leo naibisha shetani ya kwamba today I have my church and God ameniweka juu na Mungu amenibariki. Na baraka za Mungu
huwa haziishi. Sema amen. Jinsi anavyonibariki na wewe unabariki. Jinsi ninavyofunguliwa na wewe unafunguliwa. Jambo ni kutembea katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanafurahi jameni na vigelegele? Mtu akasema, najua Bwana atatenda, najua Bwana ametenda, hata kama imechukua muda, najua Bwana ametenda. Oh, najua Bwana ametenda. Oh, najua Bwana ametenda. Kweli hata kama imechukua muda, najua Bwana ametenda. Kweli najua Bwana ametenda. Baba najua Bwana ametenda. Kweli hata kama imechukua muda, najua Bwana ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kile hata kitachukua muda, my sister, my brother, kama ukijua mama Mungu atatenda. Umekosa mtoto muda mrefu, Mungu atakutendea. Umekosa ndoa muda mrefu, Mungu atakutendea. Maana leo ndio muda wako sasa umefika wa Mungu kufanya mapatano na wewe na kukupa kile ambacho umekaa kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Najua umekuja kama umejiandaa ukisema ya kwamba mimi ninaenda mahali pale ndani ya madhabahu. Najua umenena ndani ya ile maji yako, najua umenena katika taweli yako, najua umenena katika ile sadaka yako. Umesema Jehova, Jehova, oh my dear, my Father, ninachota kaba kontivani nation ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Ninajua raba santa rabo sheka unaenda kunikontiva ninaitakia naye Baba aliyokontiva saida. Jehova atakulidikia saida maita, atakuweka huru katika minyororo ambazo ulikuwa umekontiva nation tena. Baba atakufungua katika ridia, atakusikiva light ndani ya maikia ridai, atakutiva saida. Jehova yuko kwa ajili yako wewe. Sema amen. Mimi na wewe tufunguliwe. Sikana kwamba atafunguliwa peke yangu, ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko haya yanifunzi mimi. Tunaambia kwamba maandiko ni shibari ya makali mangapi? Mawili. Inikate, ikukate. Ile yako chukua, ile si ya kwako wachie mwenyewe. Kila mmoja anachukua yake, na basi Mwenyezi Mungu atawatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa nikitoka asubuhi, Bwana aliniambia kwamba nikifika niwape salamu, na anasema anawapenda sana.